bila hofu ya aina yoyote, na mtu yoyote yule ambaye atajitokeza kwa ajili ya kukiuka sheria za nchi ya Tanzania, Jeshi la Polisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba hakuna atakaye vuruga amani siku ya tarehe 29 na kuendelea, au kabla ya tarehe 29 hakuna atakayevuruga amani. Lakini nitoe tu onyo kwa wale ambao wanapita mitandaoni na kutoa matamshi ambayo yanahatarisha amani, kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe tunaendelea na patrol katika mitandao, na yoyote atakayebainika basi atatiwa nguvuni na kufikishwa katika mikono ya sheria. Kwa ni waase wazazi pamoja na walezi wa vijana wakae na vijana kuwaelimisha juu ya madhara ambayo yatajitokeza kwa mtu atakapokuwa amekiuka sheria ya nchi hii, kwamba sisi kama Jeshi la Polisi tutamkamata na kumfikisha katika vyombo vya sheria. Tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya kazi zilizofanywa na Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi wa 9 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia taarifa ambazo ilizipata kwa raia wema imeendesha msako katika kipindi cha mwezi Septemba 2025 na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 105 ambao wametenda matukio mbalimbali ya uhalifu ikiwemo mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji, ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani na makosa mengine ya kimaadili. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Suleiman Musa, miaka 28, mkazi wa kijiji cha Kiombo, kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha ambapo alimpola pikipiki aina ya Sunny LG yenye namba za usajili MC 364 kwa kutumia panga. Katika tukio hili ambalo limetokea tarehe 16 mwezi wa 8 2025 na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu kutoka mkoa wa Ruvuma, Jeshi la Polisi limemfikisha mahakamani na mahakama imemhukumu kwenda jela miaka 30. Pia Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni na misako limefanikiwa kumkamata Festo Justoni Mahenge, umri wa miaka 45. Huyu ni mkinga mkazi wa kijiji cha Nduramo, wilaya ya Makete, kwa kujifanya mtumishi wa idara ya maji, ambapo amekuwa akiunganisha maji kwa watu mbalimbali bila kufuata misingi ya sheria. Kwa mara upelelezi wa shauri hili, mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika wilaya ya Makete limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fanueli Daudi Kiando, miaka 23, mkazi wa kijiji cha Mahuru Makete, kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ismaili Ayubu Sanga, miaka 22. Huu ni dereva wa bodaboda, ambapo tukio hili lilitendeka siku ya tarehe 21 mwezi wa 7 2025 katika pori la miti katika kijiji cha Isapilano Makete, kwa kumpiga bavuni na kisu na kumpola pikipiki aina ya King Lion yenye namba za usajili MC 853 EEX. Ushauri wa ukikamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na wananchi limefanikiwa kumkamata
Himba Lucas Mkongwa, miaka 50, mkazi wa kijiji cha Utengule, kata ya Kifanya, wilaya ya Njombe, ambaye alikuwa anatafutwa kwa kosa la mauaji katika kijiji cha Utengule, ambapo alimuua mkewe aitwaye Christina Gabriel Loga, miaka 49, mkazi wa Utengule, kwa kumshambulia kwa fimbo sehemu mbalimbali za mwili wake. Lakini kiini cha tukio hili ni wivu wa mapenzi. Kwa mara upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa katika mikono ya sheria. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani, limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya mashuleni, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla ya madereva 7,865 walikamatwa, lakini walioandikiwa faini ni madereva 7,858, waliofungiwa leseni ni 1 na waliopewa onyo ni 5. Lakini tukiunganisha na mwezi wa Agosti, tarehe 29 mwezi wa 8 2025, Mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Stanley Lutumo Lutango kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi namba 6799 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 29 mwezi huo wa 8 2025, Mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Baraka Pateli Gadau kifungo cha maisha kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 10951 ya mwaka 2025. Lakini tarehe 26 mwezi wa 9 2025, Mahakama Kuu Kanda ya Iringa inayofanya vikao vyake Njombe imemhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juma Ladislausi Msemwa miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Hii ilikuwa ni kesi namba 29310 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 23 mwezi wa 9 2025, Mahakama Kuu Kanda ya Iringa inayofanya vikao vyake Njombe imemhukumu Juma Andrea Kiando miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Hii ilikuwa ni kesi namba 21460 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 23 mwezi wa 9 2025, Mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Juma Andrea Kiando miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia kwa kesi namba 21460 ya mwaka 2024. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo, kwani halitosita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na uhalifu.